Ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 6, siku ya Jumapili, siku ambayo Jackie alikuwa anatakiwa kufunga ndoa na bibi Helena. Jackie alishafika kanisani na jambo pekee alilokuwa analisubiri ni kumuona mkewe mtarajiwa akifika eneo lile kwa ajili ya kubadilishana viapo na hatimaye kuwa mke wake halali wa ndoa. Ila hali haikuwa kama ilivyotarajiwa, kwa maana alisubiri na kusubiri, lakini Helena hakufika kanisani. Wakaanza kupiga simu yeye pamoja na ndugu zake kutaka kujua Helena atakuwa wapi mpaka wakati ule, kwa maana wakati ule hakutakiwa kuwa sehemu nyingine yeyote zaidi ya kanisani. Sehemu ambayo alitakuwa kuwa ni kufunga ndoa kanisani na mkewe mtarajiwa Helena. Na kila mtu alikuwa na uhakika kuwa Helena anatakiwa kufika pale, kwa maana yake alimwacha saluni na kila kitu kilikuwa vizuri. Mpaka wakati anafika kanisani na kupelekea Jackie na baadhi ya watu huwa na wasiwasi sana, kwa maana sio hali ya kawaida kwa Helena kuchelewa kufika kwa namna ile. Jamani, nikukaribishe mpenzi msikilizaji wa Light Simulizi katika sehemu ya kwanza kabisa na kibao chetu kizuri kipya kabisa. Simulizi inakwenda kwa jina la Where is my future wife, yani yuko wapi mke wangu. Karibu sana, mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Tusonge mbele tujue nini kilichopo humo ndani. Kwani kakimbia ndoa ama inakuwaje? Basi wakiwa pale kanisani na kila mmoja akijiuliza kwa bibi harusi yuko wapi, na watu wengine wakiwa wanajaribu kumpigia simu ambayo haikuwa inapatikana. Mara wakashangaa mlango wa kanisa unafungwa na ghafla projector inawashwa pale kanisani. Ziliwaka projector kama 5 hivi, na zilikuwa zinaonekana kama zilisetiwa kwa ikifika muda fulani ziwake. Na baada ya kuwaka sasa ndio likaoneshwa tukio ambalo lilimshtua sana Jackie, kwa maana Helena ambaye alikuwa anamsubiri afunge na ndoa kwa wakati huo alikuwa kanisani akiolewa na mwanamume mwingine, na kila kitu kilikuwa mubashara kabisa. Yaani kilikuwa live. Hakuna aliyeamini kama yule anayeolewa na mwanamume mwingine alikuwa ni Helena. Ikabidi Jackie aulize kuwa hivi kwa kina Helena kuna mapacha au yule ndio Helena wangu? Watu walishindwa kumjibu, kwa maana ukweli wote ulikuwa unaonekana kuwa yule ni Helena. Na kama angekuwa mapacha basi ingeshajulikana muda mrefu sana kuwa Helena ana pacha wake. Kwa kifupi ni kwamba Helena aliwaahidi na kuwapanga wanaume wawili kuhusu ndoa, na hapo ndipo anaolewa na mmoja wapo, na sijui hali ya Jackie itakuwaje jamani. Lakini swali la kujiuliza hapa ni nani ambaye aliseti yale maprojector? Na je, kwa nini Helena amfanyia unyama kama huu Jackie? Yaani amwaminishe kuwa yeye ndiye atakuwa mkewe mtarajiwa, lakini ghafla anaolewa na mwanaume mwingine. Inashangaza na kuogopesha jamani. Guys, Jackie ni kama hakuwa anaona vizuri, kwa maana alibaki anashangaa zile video za projector ambazo zilikuwa zinamuonesha Helena akiwa anaolewa, tena akiwa amevaa ile gauni ambalo alimnunulia kwa ajili ya harusi yao, na vile vile viatu ambavyo alimnunulia yeye. Yaani ikimaanisha kuwa yule aliyekuwa anaolewa alikuwa ni Helena na sio pacha wake wala mtu anayefanana naye. Jackie alitoka pale kanisani akaanza kukimbia kama mwehu, kwa maana maumivu ambayo alikuwa anasikia moyoni mwake hakuna hata mtu mmoja ambaye angeweza kumuelewa. Alikimbia sana, tena bila hata kuangalia kama kuna hatari yoyote mbele wala nyuma yake. Mara akagongwa na gari na kupoteza fahamu hapo hapo. Yule ambaye alimgonga alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa anaonekana kama ametoka kwenye familia ambayo inajiweza kidogo. Kwa hofu kubwa ya kumgonga mtu, alimchukua Jackie na kumpeleka hospitali, na uzuri ni kwamba hakuwa ameumia sana. Lakini wakati wote ambao Jackson alikuwa katika hali ya kutokuwa na fahamu, alikuwa anatoa machozi tu alipopata fahamu jina la kwanza kulitaja lilikuwa ni jina la Helena. Wakati huo yule binti ambaye alimsaidia alikuwa eneo lile, akamuuliza Helena ni nani? Jackson hakujibu kitu, na badala yake akaanza kutoa zile drip na kutaka kuanza kukimbia. Ikabidi madaktari watumie nguvu na kumchoma sindano ya kumtuliza, ambayo ilimpelekea kalala tena. Yule mwanamke ambaye alimleta hospitali alimwonea huruma sana, na kwa akili yake ya kawaida ikawa inamtuma kuwa huenda huyo Helena amepatwa na kitu kibaya au hata amefariki, ndio maana Jackson yupo kama kachanganyikiwa, bila kujua kuwa mwenzake ameachwa kwenye mataa kanisani kwenye siku ya ndoa yake. Wakiwa pale ndugu wa Jackson wakaanza kuja na kutaka kujua hali ya ndugu yao. Ikabidi yule binti aeleze kuwa alimgonga bahati mbaya na ndio amemleta hospitali, ila anaonekana kama hali yake sio mbaya sana. Wale ndugu wa Jackson wakamuelewa, maana wanajua hali ya ndugu yao. Wakamshukuru sana yule dada, kisha akamwomba aondoke akaendelea na majukumu yake, na wao watamwangalia ndugu yao na asiwe na mashaka kabisa. Basi kwa kuwa ndugu wa Jackson walikuwa tayari wameshafika, yule binti akaona aondoke zake,
Na mama yake Jackson akamuuliza, unaitwa nani mwanangu? Akamwambia naitwa Angelina. Akajibu yule binti, na mama yake Jackson akaendelea kumshukuru pale, kisha Angelina akaondoka zake. Basi Jackson akahudumiwa pale mpaka akakaa sawa, na baada ya siku kadhaa akaruhusiwa kutoka hospitali, maana hali yake tayari ilikuwa imeshatengamaa. Baada ya hapo wazazi wake wakashauri atafute uhamisho kazini, kwa maana alikuwa anafanya kazi na Helena katika kampuni moja, hivyo wakapendekeza ahamishwe kitengo na ikiwezekana akae mbali na Helena, kwa maana walimchukulia kama mnyama. Kweli Jackson alirudi kazini na kila mtu alikuwa anajua kila lilokuwa limemtokea, na kupendekeza Jackson akawe meneja kwenye kampuni nyingine ambayo ilikuwa huko Ubungo, kwa maana kwa mara ya kwanza alikuwa anafanya kazi Kariakoo. Akiwa anafuatilia uhamisho, si akakutana na Helena bwana. Na Helena alivyohana aibu akamfuata na kutaka kuzungumza naye. Alimuita Jackson. Jackson akapita kana kwamba hamsikii. Akamsogelea na kumshika mkono, kisha akasema, naomba unisamehe kwa maana sikuwa na namna isee. Jackson alimkata jicho la Mwanaukome, kisha akamwambia, sinaga desturi ya kusimama na kuzungumza na kisa watu, so achana na mimi. Kisha akaondoka zake. Helena akabaki anamwangalia tu, na sijui hata alikuwa anataka kumwambia nini. Sasa angemwambia nini kwa mfano ambacho ingekuwa ni cha maana, ambacho Jackson angekielewa, na wakati amemwacha katika siku ya ndoa? Yaani alikuwa kama amemvua nguo vile na amemdhalilisha mno. Basi Jackson akatoka kwenye ile ofisi na kwenda kwenye ofisi ambayo alielekezwa kuwa anatakiwa kwenda, na kumbe kwenye hiyo ofisi ndio alikuwa anafanya kazi yule Angelina, ila Jackson alikuwa anakuja pale kama bosi wao. Amefika tu ofisini, kanuna huyo akatambulishwa pale, ila hata salamu hakutoa, kisha akaondoka zake kwenda kuendelea na majukumu yake. Sasa Angelina alikuwa anataka kwenda kumjulia hali, lakini ni kama Jackson hakuwa anamkumbuka kabisa. Angelina alifika mpaka kwenye ofisi ya Jackson na kugonga mlango, kisha baada ya kuruhusiwa akaingia ndani. Habari za muda huu bosi, vipi unaendeleaje? Salama, alijibu Jackson. Samahani, sijui kama utanikumbuka, ila mimi ni... Akawa anasema Angelina, ila hata kabla hajamaliza kuongea achotaka kusema, Jackson akamwangalia kisha akasema, sitaki shobo na wanawake. Kama huna jambo la kazi ambalo limekuleta hapa, naomba uondoke. Sio siri. Angelina ajisikia vibaya sana, kwa maana lengo lake halikuwa baya, alitaka tu kumjulia hali, ila anakuja kujibiwa vibaya. Basi Angelina akatoka ofisini kwa Jackson kwa unyonge mno, kwa maana hakutegemea kama Jackson angeza kwa mwanaume asiyekuwa na ustaarabu hata kidogo. Alitegemea huenda angemjulia hali na hata angemthamini kwa kumsaidia, ila mambo yalikuwa tofauti na alivyokuwa anafikiria kabisa. Ila wanaume wote ni washenzi jamani. Sasa pale angejibu vizuri, kwa mfano angepungukiwa nini? Ila ujeuri tu. Akawa anajisemesha Angelina akiwa anarudi ofisini kwake kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Basi muda ulikwenda sana, na Angelina ni mmoja wa watu ambao kwa wanaaminika sana kwenye ile kampuni kwa uchapakazi wake, na hata muda ambao ulikuwa ni wa kwenda nyumbani alibaki pale ofisini kuendelea na baadhi ya majukumu yake mpaka usiku sana, kama saa 4 kasoro, ila wakati ambao Angelina alikuwa amebaki kwenye kampuni, kumbe na Jackson naye hakuwa ameondoka. Sasa wakajikuta wao kwenye lifti moja, kana kwamba wote wawili walikuwa ndio watu pekee ambao walibaki pale kwenye kampuni kumalizia baadhi ya majukumu. Wakiwa kwenye lifti, Angelina alijaribu kumsalimia Jackson, ila hata hakumuitikia. Akaona ampoteze yetu, maana Jackson alikuwa kama mtu amechanganyikiwa, na kitu pekee ambacho alikuwa na uwezo wa kufanya ni kufanya kazi tu, na sio kuzungumza na mtu au hata kuwa na ukaribu na wote ule. Mtu yeyote ule alikuwa kama mtu ambaye alikuwa amejitenga na dunia, na hasa wanawake aliwaona kama maadui zake namba 1. Sasa akiwa kwenye lifti, simu Angelina ikaanza kuita. Angelina alipomwona mtu ambaye alikuwa anapiga, aliingia na wasiwasi na kuipokea ile simu kwa uoga wa hali ya juu. Wewe mpuzi, mpaka sasa hivi hujanitumia hiyo hela. Unafikiri mimi mambo yangu nitafanyaje? Yaani kama huwezi kutuma hiyo pesa sasa hivi, naomba tuachane. Ulisikika upande wa pili wa simu kana kwamba kuna mwanaume ambaye alikuwa anataka Angelina amtumie pesa. Samahani yese, ila nilikuwa kazini na kuna majukumu nilikuwa namalizia. Akaanza kuzungumza Angelina kana kwamba alikuwa anajitetea vile. Majukumu? Au ulikuwa na bwana zako? Mwanamke malaya sana wewe. Yaani hata mimi kwa na wewe ni kama nakuvumilia tu, na hakuna mwanaume hata mmoja ambaye anaweza kuwa na mwanamke asiyekuwa na akili kama wewe dunia nzima. Sijui nikikuacha nani ambaye utathubutu kuchezea maisha yake na kuwa na mwanamke mwenye laana kama wewe.
Akawa anasema yes, na wakati wote Jackson alikuwa kimya. Anasikiza ile maongezi tu. Nimekomba msamaha. Naomba unisamehe na nakwenda kukutumia hiyo pesa sasa hivi. Akajibu Angelina, kitu ambacho kilimfanya Jackson agune. Angelina alikata simu kisha akamgeukia na kusema, wanaume wote ni washenzi tu. Sasa unaguna nini? Jackson hakumjibu kitu, na wakati huo lift ilikuwa imeshafika chini. Angelina aliwahi haraka kwa wakala ambaye alikuwa eneo lile na kwenda kutuma hiyo pesa ambayo alitaka kutuma kwa Yese, na wakati wote Jackson anamwangalia tu. Na baada ya kutuma ile pesa akakaa chini na kuanza kulia. Jackson akaondoka zake huku anajiambia, huyu aliomba mapenzi, mbona amealeta ili kutesa watu? Maskini dada wa watu. Basi Angelina alilia kwa tani yake kisha akaenda zake nyumbani kwake. Na kuanzia siku hiyo Jackson alikuwa anashuhudia mara nyingi Angelina akigombezwa na mwanaume wake. Kibinadamu akawa anajikuta na muonea huruma sana. Siku moja Yesha alikuja pale kazini, na mara baada ya kufika kwenye mlango wa ofisi ambayo yupo Angelina, alimburuza Angelina nje kisha akaanza kumpiga. Hapo sasa ndio uzalendo ukamshinda Jackson. Akatoka na kuanza kumshushia mangumi yule mchumba Angelina. Yese alisimama kwa hasira akiwa mpanic kisha kauliza, wewe ni nani? Na kwa nini unaingilia mambo yangu yasiyokuhusu? Huenda unaona kama hayanihusu, ila nadhani yananihusu sana. Kwa maana Angelina ni mfanyakazi wangu na jukumu langu ni kulinda wafanyakazi wangu. Na kuomba kistaarabu, anza safari ya kuondoka eneo hili kabla sija kufanya kitu kibaya, alizungumza Jackson. Yese akacheka kwa dharau kisha akasema, naona umetuma kibwana chako kije kipambane na mimi. Kipimane nguvu na mimi. Sasa ni hivi, labda usirudi nyumbani, maana nitakufundisha namna ya kumheshimu mwanaume, alizungumza Yese akiwa anaondoka. Samani kijana, kabla hujaondoka naomba uondoke na kauli yangu. Tena unisikilize kwa makini. Angelina atarudi nyumbani ndio, ila hata kwa peke yake, bali na mwanaume wake kipenzi pamoja na Arabia polisi. Na utakapothubutu kufanya jambo lolote lile, na kuhakikishia utaozea jela, alisema Jackson. Kila mtu alikuwa pale alishangaa pamoja na Angelina mwenyewe, kwa maana Jackson hana kawaida kupokea salamu ya mtu yeyote, tena hatakage mazoea. Halafu siku hiyo ghafla akajitokeza kama mtetezi wa Angelina. Sio siri, Angelina ajisikia vizuri sana na ale majonzi yake yakayeyuka na kumwona Jackson kama mtetezi wake, kwa maana sio kama alikuwa anampenda sana Yese, ila Yese alimtengenezea mazingira Angelina ajione kama hana bahati ili yaendelee kumfanyia unyanyasaji wake ambao anafanya kila wakati. Basi baada ya Yese kuondoka kwenye ile kampuni, kila mmoja kaenda kuendelea na majukumu yake. Sasa utofauti wa ofisi ya Jackson na wafanyakazi wake kulikuwa kumetenganisha kwa kioo tu, ila Jackson mara nyingi alikuwa anapendelea kushusha pazia. Kuna muda akawa anajisikia kwenda kumwangalia Angelina anaendeleaje, ila alipokwenda kumchungulia ni kama Mungu alitaka afanye hivyo ili aufufue moyo wake, kwa maana alimkuta Angelina anatabasamu huku akiwa anafanya majukumu yake. Ile tabasamu lake lilimfanya Jackson ashindwe kuacha kumtizama Angelina. Akajikuta amekaa na muangalia tu huku na yeye anatabasamu, kisha akajikuta anasema, mwanaume mjinga anataka kumfanyia ubaya mwanamke mrembo kama huyu. Angejua kuwa kuna watu wanatamani kupata mwanamke kama huyu watulie. Akawa anajisema Jackson. Mara akajishtukia na kujikuta anajiambia tena, mimi nimeshaumzwa na mapenzi bana, sitaki kupenda tena. Kisha akaliacha ile pazia na kwenda kuendelea na majukumu yake. Ila ni kama alijichanganya kwenda kumwangalia Angelina, kwa maana alianza kumvuruga ubongo wake. Akajikuta anamuwaza huku anatabasamu. Akawa kama teja, kwa maana hakuwa anaweza kukaa hata dakika 10 bila kwenda kumtizama Angelina. Kwa na wakati wote huo Angelina hakuwa anajua kama bosi wake ana jambo ndani ya moyo na akili yake. Hakuwa anajua kama bosi wake ameshaanza kumpenda. Muda wa kutoka Angelina akatoka na kijana mmoja ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwenzake pale. Sasa wakati anatoka kumbe na Jackson naye alikuwa anatamani kuongozana naye. Wakajikuta wameingia kwenye lifti watu watatu. Jackson moyo kao na muuma balaa. Halafu maskini Angelina wa watu haelewi kabisa kama bosi wake ameshaanza kumuelewa. Akawa anataniana na yule mwanaume huku anacheka. Jackson ni kama uvumilivu ulimshinda. Akajikuta ameropoka na kusema, anaona maneno ya yule mwanaume wako yameshatimia. Yaani wewe kweli hujiheshimu. Na kila mwanaume ni mwanaume wako tu. Jifunze kutulia binti, kwa maana kwa tabia zako utakosa mwanaume wa maana. Kisha wakati huo lifti ikawa imefika mwisho na Jackson akashuka na kuendelea na safari zake. Akiwa anajiambia nimemkomesha. Acha nikuwa na mazoea na wanaume wa hovyo. Binti mdogo kama yule anazoea na vipi na wanaume bila sababu za maana. Sasa wakati ambao Jackson anaelekea kwenye gari lake, akamuona binti anakuja akiwa na bashasha na kwenda kumkumbatia yule mwanaume ambaye alikuwa na Angelina na kusema, hani
nilikuwa nimekumisi sana Habi. Leo umechelewa sana kutoka. Kisha akamshika yule mwanaume ambaye alikuwa na Angelina na kuondoka naye huku akimwaga Angelina. Jackson akageuka kisha anajiambia, sasa nilikuwa naongea upuzi gani? Kumbe sio wapenzi. Ila kwa nini sasa amkutane na wanaume wa hovyo? Basi Angelina akaagana na yule kijana kisha akaenda sehemu moja kwenye ile kampuni. Kulikuwa na bustani kukaa, yani ulikuwa ni usiku. Badala aende nyumbani, anakaa kwenye bustani. Jackson akaanza kuhisi kama kuna kitu ambacho hakiko sawa. Alikuwa ameshapanda kwenye gari, akashuka kisha akamfuata Angelina mpaka alipo, kisha akamuuliza, "Kwa nini huendi nyumbani?" Angelina akatabasamu kisha akasema, "Nahisi ni sehemu ambayo naichukia sana. Na ndio maana napambanaga nichelewe sana kutoka. Kwa maana mimi siende nyumbani, ila nakwenda kwenye nyumba ya upweke, vipigo na matusi. Sitamani kabisa kurudi nyumbani. Kungekuwa na uwezekano, ningelala hata hapa kazini." Akawa anasema Angelina na Jackson akajikuta anamuonea huruma China. Kisha akasema, "Unaonaje kama ukiondoka na kwenda nyumbani kwangu? Na usijali, mimi siishi na mtu yeyote yule, kwani naishi peke yangu." Angelina alisimama na kwenda kumkumbatia Jackson kisha akasema, "Nashukuru sana bosi. Kwa maana angalau nitakaa na mtu ambaye hanikeri na wala haumizi hisia zangu." Basi bwana, lile joto la kumbato la Angelina likawa linamsisimua Jackson. Yaani baada ya Angelina kumkumbatia, akapata msisimko wa ajabu. Akajikuta amemsukuma Angelina kwa maana mambo yake yalikuwa ameshaanza kuharibika. Kisha akasema, "Unaonaje kama ukaacha gari lako hapa? Maana kuna ulinzi mzuri na tutumie gari langu." Alisema Jackson na Angelina hakubisha. Basi safari ya kwenda nyumbani kwa Jackson ikaanza, na Jackson alikuwa kila dakika anamwangalia Angelina kwa ile macho ya matamanio kabisa. Mpaka mwenyewe akawa anajishangaa kwa maana aliamini kuwa anawachukia wanawake kwa kile ambacho Helena halimfanyia. Ila ni kama moyo wake uliokufa ulianza kufufuka mara baada ya kukutana na Angelina. Ila Angelina hakuwa na habari naye kabisa. Na hata Jackson alipokuwa anamtizama hakuwa anamzingatia kabisa. Basi walifika nyumbani kwa Jackson, na Jackson alikuwa na nyumba kubwa. Akamkaribisha Angelina nyumbani kwake. Angelina aliingia kwenye ile nyumba kwa bashasha kubwa, kisha akajikuta ameropoka na kusema, "Hatimaye leo nitalala kwa amani." Kisha akamgeukia Jackson, kisha akamfuata na kumkumbatia akasema, "Asante sana Jackson. Nashukuru sana bwana bosi. Nilikuwa nakuona kama mtu mwenye roho mbaya, kumbe ni mtu poa sana. Ubarikiwe mno." Sasa Angelina hajui kama kumbato lake lilikuwa linamvuruga Jackson. Akashangaa kuona Jackson akimsukuma. Kisha akasema, "Nenda kwenye kile chumba pale na ubadilishe nguo." Kisha Jackson akakimbilia chumbani kwake. Alipofika akafunga mlango, akaanza kushika kifua chake kana kwamba alikuwa anasikiza mapigo ya moyo wake. Akafumba macho na kuanza kuwaza ujinga. Akawa anawaza lile kumbato la Angelina. Akawa anawaza labda amemuomba Angelina amkisi. Angelina amekubali. Akawa anatabasamu tu huku anajiambia kana kwamba anaongea na Angelina. Akawa anasema, "I think I have feeling for you." Akawa anahisi analiona tabasamu la Angelina huku Angelina akisema, "Me too." Mara akasikia simu inaita. Ndio akili yake ikarudi sasa. Akajikuta anasonya kwa maana hata kama hakuwa na Angelina karibu, ila zile hisia zake kwa Angelina kilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinamburudisha sana. Alikuwa ni mama yake. "Hello mama yangu kipenzi. Mwanamke anayekupenda sana. Mwanamke ambaye unanipenda sana. Hai mama yangu, naomba uniambie unaendeleaje?" Alisema Jackson mara baada ya kupokea simu. Haleluya. Hatimaye mwanangu una furaha kwa mara nyingine. Ashukuriwe huyu Bwana wa Ebeneza, Bwana wa Yakobo. Hebu niambie mwanangu, mbona leo una furaha sana? Umeshinda nini? Au umeongezwa mshahara kazini? Mama Jackson aliuliza. Jackson akaanza kucheka kisha akasema, "Nimekuwa na huzuni muda mrefu. Kwa hiyo nina furaha, unahisi kama nimeshinda bahati nasibu. Lakini mama, sijui mpaka lini nitaendelea kumchukulia kijana wako kama kijana wa hovyo." Akaanza jilalamisha Jackson. "Nisamee mwanangu, ila natamani sana uniambie kinachokupa furaha hivyo. Ni kitu gani?" "Nimependa mama. Nimependa tena," alisema Jackson. "Hatimaye Bwana Ebeneza amesikia vilio vyangu. Hatimaye moyo wa mwanangu uliokufa umefufuka tena. Asante sana mwanangu kwa kuwa sawa. Maana mimi na babako kila siku huwa tunakuombea dua upate mwanamke wa kufufua moyo wako. Tulijua litakuwa jambo gumu, ila nimeamini kuwa kwa Mwenyezi Mungu hakujaye kuwa na jambo gumu hata kidogo." Akawa anasema mama yake Jackson. Basi akapiga story 2-3 pale Jackson na mama yake, na mwisho wakatakia na usiku mwema.
Na baada ya hapo Jackson akaanza kusikia kuna harufu ya chakula kitamu inanukia, ikabidi atoke kwa maana hata yeye hakuwa amekula. Ila alipotoka ni kama alikuwa anataka kujivuruga tu, kwa maana alimkuta Angelina amevaa shati lake kubwa na kiskinny tight ambacho kilikuwa kinaonyesha maungo yake vyema. Baada ya Jackson kumuona vile, akajikuta anameza fundo la mate. Kisha akasema, kwa nini umevaa hivyo guys? Samahani bosi, ila sikuwa na nguo nyingine ya kuvaa. Kama unakanga naomba nisaidie. Dada naye, kwa maana mimi mwenyewe naona haya. Akajitetea Angelina. Hivi jamani, niwaulize swali kabla siendelea. Hivi wanaume mnakuaga na kanga nyumbani kwenu, kwenye mageto yenu? Oh guys, I'm just kidding. Kanga tena. Nani kasema kwa nimechukia kukuona umevaa vile? Ila ananivuruga wewe mtoto. Akawa anajiambia Jackson, boss chakula tayari. Unaweza kunisaidia kwenda kutenga? Akasema Angelina, na Jackson akapita nyuma Angelina na kuchukua moja ya hotipoti, kisha Angelina akawa anaongoza wakati ambao Jackson yupo nyuma yake akiwa anaangalia uumbaji wa Mwenyezi Mungu kwa huyo binti. Walipoweka chakula mezani ni kama uzalendo ulikuwa unaelekea kumshinda. Jackson kama na nguo ambayo alikuwa amevaa Angelina ilikuwa inamsogeza kihisia. Yaani na kutamani ya mwili kimwili kwa usiku ule. Kwa maana ana muda kidogo haja karibu na mwanamke. So akaona alianzishe. Alipomshika mkono Angelina akaanza kumtizama machoni, kisha akasema, unataka kufanya nini? Hakuna shida mrembo, naomba nisamehe. Basi wakakaa pale mezani na kuanza kula, na mara baada ya kumaliza kula simu Jackson ikaanza kuita. Alikuwa ni mama yake. Jackson hakuwa na hofu, akaika laudi kwa maana walikuwa wanasaidizana usafi na Angelina. Pale mama yake akawa anasema, najua mwanangu kuwa unasumbuliwa na upweke sana. Najua kuwa una maumivu sana. Sasa tumeona tukuletee mke ambaye atakufanya ujisikie vizuri. Akasema mama yake Jackson. Jackson akajikuta anatoa macho kwa maana alishaanza kumuelewa Angelina. Halafu mama yake akajikuta anamwambia habari nyingine na mbaya zaidi. Angelina amesikia. Ikabidi Jackson atoe ile loudspeaker na asogee pembeni kwa ajili ya kuongea na mama yake. Mama, lakini nilisema kuwa nitaoa, ila naomba mnipe muda kidogo kwa kujitafakari, kwa maana nimetoka kwenye maumivu muda sio mrefu sana. Utoke kwenye maumivu, sitoke kwenye maumivu, ila naomba uoe ikiwezekana haraka iwezekanavyo. Tumeshakutafutia mchumba na nataka kesho uje umuone, maana ni binti mrembo sana. Akasema mama yake Jackson, kisha akakata simu. Jackson alikwenda mpaka alipo Angelina akiwa mnyonge mno. Ikabidi Angelina amuulize, una shida gani? Mama kanitafutia mke. Ni habari njema hizo, alijibu Angelina. Ndio ni habari njema, ila mimi kuna mwanamke nampenda sana, alisema Jackson. Sasa mwambie yule mwanamke kuwa unampenda, huenda ikasaidia, alisema Angelina. Akashangaa Jackson anacheka. Akacheka kidogo, kisha akasema huyo mwanamke hata umuoneshe ishara ni haelewi kama anapendwa, ndio tatizo. Wewe ni mwanaume, jaribu kukaza nafsi na umwambie kuhusu hisia zako. Naamini anaweza kukuelewa, alisema Angelina. Na Jackson akaangalia chini kwa sekunde kadhaa, kisha akasema ni kweli. Basi akawa anapiga story hapo, na hatimaye muda ulikwenda na akaenda kupumzika kila mmoja kwenye chumba chao. Ila wakati wanaamka asubuhi wakashangaa mlango unagongwa. Angelina alikuwa ameshaamka, akaona afungue mlango. Akashangaa anaingia mwanamama mmoja na binti wa miaka kama 25 hivi. Jackson yuko wapi? Yule mama aliuliza. Nipo hapa mama, shikamoo, akasema Jackson. Maraba, sasa nimekuletea mwanamke, nataka kwa siku chache umuone. Nataka kwa siku chache umuoe, maana ana tabia nzuri sana. Na mimi kama mama yako naona kama anafaa sana kwa mke wako. Na uachane na hawa wanawake wa mjini, alisema mama yake Jackson. Mama, lakini siko tayari kuoa kwa sasa, alisema Jackson. Na mama yake Jackson hata hakumjali kabisa. Akamwacha yule binti pale, kisha akaondoka zake huku akiwa anasema, huyo ndiye mke wako, hakikisha anapata mimba mapema, kisha akaondoka zake. Jackson alihisi kuchoka. Akamwangalia yule mwanamke, kisha akamuuliza, unaitwa nani binti? Naitwa Pendo. Karibu sana nyumbani, ila naomba nikwambie ukweli tu. Kwa mimi siwezi kuwa na hisia na wewe, kwa maana kuna mwanamke nampenda. Pendo akaangalia chini, kisha akasema, sijui wazazi wana shida gani jamani, kwa maana hata mimi sikuwa nataka kuolewa, alijibu Pendo. Angelina akaona awaache waendelee na starehe yao. Unakwenda wapi Angelina? Jackson alimuuliza. Naomba niwaache muongee. Jackson akamgeukia Pendo
na kusema ndani kuna kila kitu. Ukitaka kupika utaweza kupika. Mama, mimi nakwenda kazini. Alisema Jackson, kisha akawa anamfuata Angelina kama na ulikuwa ni muda wa kazi. Basi akaenda kazini, na wakati wa kutoka Jackson akataka kurudi nyumbani kwake pamoja na Angelina. Kwa maana hakuwa na amani kumuona Angelina anakwenda nyumbani kwake, kwa maana alihisi labda Yese anaweza kumletea vurugu. Angelina hakutaka, ila Jackson asisitiza sana. Ikabidi akubali, na walipofika nyumbani wakamkuta yule Pendo kana kwamba alikuwa anawasubiri. Poleni na kazi, akasema Pendo mara baada ya Angelina na Jackson kuingia ndani. Tunashukuru, alijibu Angelina na Jackson. Kabla hamjaondoka, naomba tuzungumze kidogo, akasema Pendo. Ikabidi Angelina na Jackson wakae chini waanze kumsikiliza. Samani kama Jackson, najua kabisa haunipendi mimi na kuna mwanamke unampenda. Nimeshasikia ukimwambia mama yako kuwa kuna mwanamke unampenda, na hata mimi kuna mwanaume nampenda. Ila wazazi wangu hawamtaki kwa sababu hana pesa, ila anampenda sana. Naomba kama hamtojali umwezeshe mwanaume wangu, na mimi nitakuacha huru. Nitakwenda mbali na maisha yako. Jackson alijikuta anatabasamu, kisha akasema, anafani gani huyo mwanaume wako? Ni fundi ujenzi, pia ni anajua kutengeneza vitu vya chuma, alisema Pendo, na Jackson akaahidi kumsaidia. Basi siku hiyo ikapita, na kesho yake Jackson akataka kwenda na Angelina mpaka alipo huyo mchumba wake Pendo. Siku hawakwenda kazini, wakaenda kweli, wakamkuta na jenga. Angelina alimwonea huruma, akamuita. Hakutaka kuacha kazi kwa maana alisema anaweza asilipwe, ila Jackson akamuuliza kuwa analipwa shilingi ngapi. Yule kijana alisema, na Jackson akatoa shilingi 15,000 akampa. Kisha akamuuliza anataka kufungua biashara gani. Yule kijana akawa anashangaa, ila Jackson akatoa hofu. Akamtoa hofu na kumwambia kuwa nimelazimisha kumwoa Pendo, na mimi kuna mwanamke nampenda, ameniomba nije nikuwezeshe ili muanze maisha yenu. Yule kijana chozi lilimtoka, kisha akamkumbatia Angelina na kusema asante sana. Basi yule kijana akataka biashara anayoitaka, akataja biashara anayoitaka, na Jackson akaenda kumlipia eneo, akamnunulia vifaa, kisha akampa 300,000 na kumtakia anze maisha mema. Na baada ya hapo wakarudi na Angelina mpaka nyumbani kwake, kwamba na muda ulikuwa tayari umeshakwenda sana. Basi Angelina akaenda chumbani kwake, kisha akabadilisha nguo na kuingia jikoni. Sasa wakati anapika akahisi kukumbatiwa kwa nyuma, kisha akaanza kubushiwa nyuma ya shingo. Angelina alishtuka, ikabidi aulize, unafanya nini bosi? I want you Angelina, I want you, akajibu Jackson. Unataka kufanya nini bwana bosi? I'm sorry, ila you look very sexy tonight, alisema Jackson, na Angelina akatabasamu. Ile tabasamu ambalo huwa lina kawaida kumvuruga sana Jackson, mpaka Jackson naye akajikuta anaanza kutabasamu. Basi wakatenga chakula wakala pale, ila kila baada ya sekunde kadhaa macho ya Jackson yalikuwa kwa Angelina, mpaka Angelina akaanza kuona aibu na akaona aseme neno, samahani bosi, kwa namna unavyonitazama unanifanya nipoteze ujasiri. Oh, sorry, samahani sana, ila licha ya urembo na haiba nzuri ulionayo, sikujua kama ni mpishi mzuri kiasi hicho, alisema Jackson, na Angelina akatabasamu kisha akasema asante Jackson. Basi wakala mpaka kila mmoja akashiba, na baada ya hapo muda huo Angelina akachukua vyombo na kwenda jikoni, kisha akaanza kuviosha. Jackson alikuwa amekaa kwenye moja ya pembe za nyumba akiwa anamwangalia tu. Yaani ni kama alikuwa anazidi kuvurugwa na Angelina, na ile fikra yake ya kwamba hata kawe na mwanamke kwenye maisha yake yote kutokana na maumivu aliyomfanyia Elena yakaanza kuondoka taratibu kwenye akili yake. Na toka Angelina amekuja kwenye maisha yake akawa anaona nuru na mwanga mpya kwake. Basi baada Angelina kumaliza kufanya usafi akaenda kumwaga Jackson kuwa anakwenda kulala. Jackson alitamani kumvuta kisha amkumbatie, ila aliona kama huenda Angelina anaweza kumchukulia tofauti, na hicho ndicho ambacho hakutamani kuona kinatokea. Basi wakaenda kulala. Hapo kila mmoja alikuwa na chumba chake, ila Jackson alikuwa anaona kama usiku ni mrefu sana. Alikuwa anaona kama kulala nyumba moja na mwanamke ambaye ana hisia naye ni shida sana, kwa maana usingizi uligoma kabisa kuja, na kujikuta anamwaza sana Angelina. Kuna mmoja alikuwa anatoka na kwenda kuchungulia kama walau atamuona Angelina au hata Angelina anaweza kutoka kidogo, ila alikuwa anajidanganya tu, kwa maana Angelina hakuwahi kutoka hata kwa bahati mbaya, na alikuwa amelala zake. Basi muda ulikwenda, ila kwa sababu sana kwa upande wa Jackson, na hatimaye asubuhi ilifika
Asubuhi ambayo ndio Jackson alimuona Angelina kwa mara nyingine toka ameamka, akatamani hata kumkumbatia. Kwa maana amemtesa sana usiku kucha. Ila ndo hivyo. Hata kusema alikuwa anaogopa. Habari za asubuhi bosi. Angelina alisalimia. Habari za asubuhi mrembo. Vipi umeamkaje? Namshukuru Mungu sijambo kabisa na nashukuru sana kwa kunikaribisha nyumbani kwako. Alisema Angelina na Jackson akatabasamu. Halafu unaonaje kama tukitumia gari moja kwenda kazini? Kwa maana sioni kama ni busara sana watu tunatoka nyumba moja kila mmoja akawa na usafiri wake. Alisema Jackson na Angelina akatabasamu kisha akasema kama nikitaka kwenda nyumbani kwangu pia utanipeleka? Yaani sijui sasa huyu haelewi nini. Maana mimi nitakubali aende nyumbani kwake. Akutana na yule mpuuzi. Akaanza Jackson. Bosi unawaza nini? Angelina aliuliza. Amna, ila kwani huwezi kwenda na gari langu? Kwa maana naamini kwa wewe ni dereva mzuri sana. Hivyo kama unataka kwenda sehemu yote nitakupa funguo. Alisema Jackson, maneno ambayo alifanya Angelina ashangae sana. Yaani bosi mnunaji leo hii hajataka kumpa funguo ya gari lake. Inawezekana vipi? Ila hakutaka kuongea sana, akatabasamu na kusema asante sana bosi kwa moyo wako. Tunaweza kwenda kazini sasa. Kisha akaenda kupanda kwenye gari ambapo alishangaa pia kuona Jackson akimfungulia mlango kwa lengo la Angelina kuingia ndani ya gari. Na akazunguka upande wa pili na kupanda kisha safari ikaanza. Jackson na Angelina kurudi kazini. Jackson akawa anamwangalia sana Angelina, hisia zake zilikuwa juu. Kuna muda akasimamisha gari ghafla. Angelina alishtuka. Akamwangalia kisha akasema nitaka kujua kama ukishtuka unakuwa mrembo kama ulivyo kila siku. Ila ni mrembo sana Angelina. Naomba uniruhusu nikusifie. Alisema Jackson na Angelina akatabasamu na kusema hakika wewe ni zaidi ya mwanaume. Na nina uhakika mwanamke utakayempata atakuwa mwanamke mwenye bahati sana. Na wewe mwanamke ni wewe? Alisema Jackson na Angelina akamgeukia na kusema umemaanisha nini bosi? Hapo ndipo Jackson akashtuka maana alijiropokea tu. Usije ukafikiria vibaya, nimeropoka tu. Kwa maana hata wewe ni mwanamke ambaye ni ndoto ya wanaume wengi wenye akili timamu. Alisema Jackson na Angelina alionekana kumuelewa na safari ikaendelea. Muda mwingi Jackson alikuwa anamwangalia sana Angelina, ila Angelina hakuwahi kuhisi chochote kwa maana bado kwanza hakuwa ameachana na yule kichaa wake. Wamefika kazini wakishangaa na mkuta Yeshe kwenye lango la kuingilia kwenye kampuni yao. Akamfuata Angelina kisha akamuuliza kwa ukali na kusema wewe ni kahaba, umelala wapi? Amelala nyumbani kwangu. Alijibu Jackson kwa maana alimuona Angelina kama ameanza kujingata-ngata na anaonekana kama anamuogopa sana Yeshe. Wewe kama nani unakwenda kulala na mwanamke wangu? Wewe kama nani unanijibu mimi? Unajua mimi ni nani? Yeshe aliuliza kwa sauti ya ukali. Wewe ni mwanaume mpumbavu ambaye hujui thamani ya mwanamke. Na mimi ni mwanaume ambaye nampenda sana Angelina. Na nipo tayari kumpokonya mwanaume mpumbavu kama wewe na kumpa utulivu na raha zote za dunia. Bro, kama huwezi kumheshimu na kumtunza mwanamke wako, naomba umuache. Na wanaoweza kumtunza wafanye kazi yao. Halafu mwanamke apigwe wala hafokewi. Hasa mwanamke mwenye tabia nzuri na mrembo kama Angelina. Alisema Jackson na Yeshe akataka kumkwida. Kashangaa walinzi wanakuja na kumtoa nje. Akawa anatukana huku akitoka nje, ila Angelina ajisikia vizuri sana. Wakati ambao Jackson alikuwa anamtetea kwa maana Yeshe alizidi kumuonea sana. Asante, alisema Angelina baada ya Yeshe kuondolewa pale. Jackson akatabasamu kisha akasema you are welcome mrembo. Samahani kama hutojali, naomba tukae sehemu tuongee. Angelina alitabasamu kisha akajibu sure. Ngoja nikaeke mkoba wangu ofisini kwangu na kuja tuzungumze. Kisha akaanza safari ya kwenda kwenye ofisi yake na kumwacha Jackson akiwa anamwangalia huku anatabasamu. Basi Angelina alikwenda na kuweka mkoba wake kisha akaenda ofisini kwa Jackson na kukaa kwa adabu kwa maana alikuwa ni bosi wake. Mbona umekaa kwa hofu sana mrembo? Au bado hujanizoea licha ya kulala na mimi nyumba moja? Au siwezi kuwa rafiki yako? Au labda ndio unaniogopa kwa kuwa nimekuwa bosi wako? Hebu jiachie bana. Siwezi kukupiga. Au nahisi nataka kukufanyaje? Alisema Jackson mara baada ya Angelina kufika ofisini kwake. Samahani bosi, nimekuja tuongee kama ulivyosema. Alisema Angelina. Ni sawa, haya niambie.
ni kweli unampenda sana yule mpuuzi ambaye anakutesa? Ukweli ni kwamba nimeshamchoka na natamani kumwacha. Ila kwa umri huu ni mwanaume gani ambaye anaweza kukubali kuwa na mahusiano na mwanamke mwenye miaka 32? Acha tu nivumilie, kwa maana nimeshachezea usichana wangu na sikuolewa wakati ambao nilikuwa na mvuto. Sasa hivi ni kama naonewa huruma tu, ndio maana navumilia, ila hata mimi nimechoka, alijibu Angelina. Jackson akamwangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasema, ila wewe ni mrembo sana. Kwa nini unajikatia tamaa kiasi chote hicho? Ndio kweli unafikiri ni nani ambaye ataacha watoto wa miaka 20 na kuja kunioa mimi? Alisema Angelina. Mimi hapa nitakuoa, alijibu Jackson, jibu ambalo lilimfanya Angelina atoe macho, kwa maana ni kama hakutegemea kama Jackson anaweza kusema vile. Samahani mrembo, usije kanielewa vibaya, ila sitaki kukuona ukijikatia tamaa, kwa maana unaweza ukaolewa hata na mwanaume kama mimi. Au sifai kuwa na mwanamke kama wewe? Unafaa, alijibu Angelina. Haya, niambie vizuri, imekuwaje mpaka yule mshenzi alikuwa anakudhalilisha kiasi kile? Na kingine, siku ya kwanza ambayo nilifika hapa ulikuwa kama unataka kuongea na mimi. Ni kwamba ulikuwa unataka kunipa pole kwa leo nikuta au? Jackson aliuliza. Hapana, sikuwa nataka kukupa pole, ila nilikuwa nataka kukuuliza unaendeleaje, kwa maana nikugonga siku moja na ulikuwa kama umechanganyikiwa. Nikataka tu kujua kuwa unaendeleaje. Kumbe ni wewe. Asante sana kwa kuja kwenye maisha yangu, maana naamini bila wewe ningekuwa huenda nishakufa. Na ile ajali siwezi kumlaumu mtu yeyote yule, kwa maana naamini hujanigonga, ila mimi ndio niligonga gari yako. Maana siku ile nilikuwa nimechanganyikiwa sana, nusu niwe kichaa, alisema Jackson. Ulikuwa na shida gani bosi? Angelina aliuliza. Acha bwana, usiniite bosi mrembo, nataka uniite Jackson, alisema Jackson huko akiwa anatabasamu. Ile ilikuwa ni siku yangu ya harusi, siku ambayo nilikuwa nataka kumwoa Helena, mwanamke ambaye nilidumu naye kwenye mahusiano kwa miaka 3. Na alikuwa anaonekana kama ananipenda sana, na mimi nilikuwa nampenda mno, na alikuwa ananiuliza kila siku kuwa nitamuoa lini. Nikaona nimpe hiyo heshima anayoitaka, na nikaanza harakati za harusi. Na hatimaye siku ikafika, siku ambayo nitaka kumwoa Helena. Ilikuwa ni siku ya kipekee sana kwangu. Ilikuwa ni siku ambayo niliamini ndio siku yangu yenye furaha zaidi. Ila haikuwa hivyo. Ila ni siku ambayo ilinifanya hata nijute kuzaliwa kutokana na tukio lilotokea. Akaendelea kusema Jackson, kisha akashusha pumzi kidogo na kuendelea kusema kuwa siku ambayo nilitakiwa kumwoa Helena ndio siku ambayo Helena alikuja anaolewa na mwanaume mwingine. Nilifika kanisani mapema na kumwacha Helena wangu saluni, ila tukashangaa haifiki. Mimi pamoja na familia yangu tukawa na hofu sana. Tukawa tunaamini huenda kuna kitu kibaya kimempata mtoto wa watu. Tukaanza kumpigia simu sana, hakuwa anapatikana. Tukaenda mpaka saluni kuulizia, tukaambiwa walishampamba na ameshaondoka. Tulikuwa na wasiwasi sana, kumbe mtu ambaye tuna wasiwasi naye ndo anapanga kutufanyia mambo ya ajabu. Namba zaidi, gauni la harusi nilinunua mimi, na kila kitu kinachomhusu kuanzia kuvaa, makeup, chakula nyumbani kwao kilitokana na pesa yangu. Halafu akaenda kuolewa na mwanaume mwingine. Jackson akashia pumzi kidogo, kisha akaangalia chini kwa sekunde kadhaa na kusema, na mbaya zaidi ni kwamba alitaka nishuhudie ndoa yake nikiwa kanisani na msubiri tufunge ndoa. Kwa maana wakati ambao kila mtu alikuwa anajiuliza Helena yuko wapi, tulishangaa projector zikiwaka pale kanisani, na tukio la Helena kuolewa na mwanaume mwingine lilikuwa live, ikimaanisha kwamba alikuwa amepanga kila kitu. Jackson aliendelea kusema huku macho yake akiwa mekundu, akiwa kama anajizuia kulia. Angelina alimsogelea kisha akamkumbatia kwa nyuma na kusema, pole sana Jackson, naamini Mwenyezi Mungu anakupenda sana, na ndio maana yote yale yakatokea, na huenda yasingetokea angekuja kukuua na maradhi na angekufanyia kitu kingine kibaya zaidi. Najua bado una maumivu, ila kuna wakati kama sisi tupo kwa ajili yako, na tutahakikisha kuwa unakuwa na furaha na amani kila wakati, alisema Angelina. Kiukweli Jackson alikuwa anajisikia vizuri sana. Akawa anatamani Angelina angemkumbatia siku nzima, ila ndio hivyo, haiwezekani. Na ilikuwa inaonekana kama Angelina bado hakuwa amezitambua hisia za Jackson kwake. Haya, niambie, na wewe umemtoa wapi yule mpuuzi? Jackson aliuliza. Angelina akarudi nyuma na kukaa kwenye kiti, kwa maana alihisi anaweza kuanguka akianza kuongea mambo ya Yesu. Kisha akaangalia chini kwa sekunde kadhaa na kusema, alinikuta nikiwa nimetoka kulia
na kuumizwa alinikuta baa nikiwa nakunywa baada ya kumfumania aliyekuwa mpenzi wangu, wakifanya mapenzi kwenye nyumba yangu pamoja na rafiki yangu. Alinifariji sana na kunichunga siku ile nzima, na akawa anakuja kunijulia hali kila wakati mpaka nikajikuta naanza kumpenda. Alinisaulisha kila kitu kutokana na maumivu niliyokuwa nayo na kunionyesha mwanga mpya. Kumbe alikuwa ananitibu vidonda ili aje kunisababisha maumivu mengine. Nilikuwa nampenda sana, na kumbe alikuwa na mwanamke wake na alishaona kwamba kwake sina hali. Akanambia kuwa na mwanamke wake ila anahisi kama ananipenda mimi, na kuwa nilikuwa nampenda sana. Nilikubali kuwa kama mchepuko. Mwanzo alitekeleza majukumu yake kwangu kama ninavyotaka, ila baadaye akabadilika kabisa na akawa mtu wa tofauti. Akawa ananiomba pesa badala ya mimi kunihudumia. Akawa anataka nimpe mshahara wangu wote. Kwa kuwa nilikuwa nampenda sana, nikawa nakubali, kwa maana nilikuwa naogopa sana kufa single. Sasa akawa anafika mbali zaidi, kwa maana nisipompa pesa basi ananipiga sana, na hayo ndio yakawa maisha yangu, alisema Angelina huku akiwa analia. Jackson akamsogelea kisha akamkumbatia kwa nyuma, kitendo ambacho kilimfanya Angelina kusimama na kugeuka, kisha akalipokea lile kumbato ambalo lilimpa Jackson msisimko wa ajabu mara baada ya vifua vyao kukutana. Na hapo ndipo kama uzalendo ukamshinda, kwa maana alijikuta anamkisi Angelina, ila kwa wasiwasi kidogo. Lakini kilichokuwa kinamshangaza zaidi ni kuwa Angelina alilipokea lile busu na wakaanza kukisi. Wakakisi kwa takriban dakika 5 nzima. Ndipo Angelina kama akili zikaanza kumrudia, akajitoa kwa Jackson kisha akasema, samahani, naomba niende kuendelea na majukumu yangu. Jackson hakumjibu kitu, ila akamvuta tena na kuanza kumkisi upya, kwa maana ni kama kiu yake haikukatika na kupata busu la Angelina. Wakaanza kukisi mpaka pale ambapo Jackson akaridhika, kisha akamwachia na kusema, samahani, unaweza kwenda kuendelea na majukumu yako sasa. Baada Angelina kuondoka, Jackson akabaki amejishika lipsi zake huku anatabasamu. Akaenda kukaa kwenye kiti chake, ila ni kama hata akili yake haikuwa imekaa sawa. Akasimama na kwenda kumwangalia Angelina, kwa maana ofisi zao tofautishwa na kioo. Siku hiyo alikuwa anafanya kazi kwa taabu sana, kwa maana hakuwa anapitisha dakika chache bila kwenda kuchungulia. Wakati wa kutoka akamfuata, na Angelina alikuwa anaona aibu sana kwa kile alichokifanya na bosi wake siku hiyo. Sasa akawa kama anamkwepa. Mama, naomba tuongee, alisema Jackson, na Angelina akawa amejifanya kama hajamsikia. Jackson alimfuata kisha akamshika mkono, na baada ya hapo akasema, mbona unanikwepa? Naomba usinionee aibu, na mimi sijafanya vile kama kusudi mama. Nimemaanisha kila kitu nilichokifanya. Wewe ndio mwanamke ambaye nakupenda, alisema Jackson. Samahani bosi, nataka kuwahi nyumbani, alisema Angelina. Lakini nilikuwa nakuita, naomba kuzungumza na wewe kama hautojali. Naomba uelewe hisia zangu. Naomba uelewe kama nakupenda sana. Sawa bosi, alijibu Angelina. Jackson akatabasamu kidogo kisha akamsogelea Angelina na kumnong'oneza Angelina, akasema, usiseme sawa bana. Na sijui kama unastahili kuendelea kuniita bosi na wakati umenipa kisi, ila wewe mtoto unajua kukisi jamani. Mpaka nahisi kama nimechanganyikiwa mno juu yako, alisema Jackson. Angelina akawa anazidi kuona aibu. Akaambia, samahani bosi. Oh sorry. Samahani Jackson, naomba niende nyumbani. Nitakupeleka au naonaje kama tutaongozana mimi naye mpaka huko unapoishi? Kwa maana simwamini kabisa yule mpuuzi. Maana najua atakuja kukuletea fujo. Na kingine gari lako umeleta nyumbani kwangu, so najua ni lazima hautakuwa na usafiri, alisema Jackson. Angelina hakujibu kitu, akaanza kuongoza njia mpaka kwenye gari la Jackson akiwa kimya. Na Jackson akamfuata nyuma na safari ikaanza na kwenda anapoishi Angelina. Ni kama Jackson anajua kuwa Jesse atakuwa anamsubiri Angelina ili amuone kama kawaida yake. Na kweli alipofika tu nyumbani akapokelewa na kibao, ila kabla hajamfikia Angelina, Jackson akadaka kisha akasema, huenda umeshazoea kufanya mazoezi yako ya ngoma kwa mwanamke mrembo na mwenye mapenzi ya dhati kama huyu. Ila naomba nikwambie kitu kimoja, kuwa ni enzi hizo, ila sasa hivi mimi ni kama kiungo cha mwili wa Angelina. Na utakapomgusa, jua utakuwa umenigusa mimi. Na kwa upendo na ustaarabu naomba usithubutu kumsogelea huyu mwanamke, alisema Jackson. Yes akacheka kwa dharau kisha akawa anamfuata Angelina. Jackson akamzuia kisha akawa anataka kuondoka naye, kwa maana aliona kama Yes anampotezea muda
na hakutaka kumfanya Angelina ajisikie vibaya. Na ukizingatia ndo anampenda basi nitafurani. Akawa anaondoka zake. Unakwenda wapi na mwanamke wangu? Na unampeleka wapi? Yese aliuliza. Nampeleka moyoni mwangu. Na kuanzia leo hautoka uwe na huyu mwanamke. Kamwe. Alijibu Jackson kwa sauti ya kujiamini. Wewe kama nani? Na inakuwaje mpaka unanipangia namna ya kuishi na mpenzi wangu? Alisema Yese kwa sauti ya mabavu sana. Jackson akatabasamu kisha akasema, hayo onesha wanaume wako. Haya, onesha wanaume wako. Tuone nani mshinde. Naomba msiendelee kurumbana jamani. Na Yese, naomba uondoke nyumbani kwangu tafadhali. Alisema ya Angelina. Unanifukuza kwa sababu ya huyu mpuzi? Hebu kumbuka tulipotoka na ukumbuke ni namna gani ambavyo nilikuwa na kuvumilia kwa kipindi chote. Unadhani kuna mwanaume ambaye anataka kuvumilia wewe? Aliongea Yese kwa dharau. Nadhani sasa utakuwa umepata kibali sahihi cha kuondoka kwenye maisha yangu. Naomba nikushukuru kwa kunivumilia kwa maana nilikuwa nakupa taabu sana. Najua hilo. Ila unatakiwa nawe kunishukuru kwa kuwa mwanaume kwako. Kwa maana nilitafuta kwa jasho kwa ajili ya kukuletea wewe ambaye utakuja kunizalia kwa uchungu. Kwa maana naamini mpaka nguo ya ndani ambayo umeivaa hapo inatokana na pesa yangu. Alisema Angelina. Unanitukana kwa hiyo? Kwa pesa gani ambazo ulikuwa unanipa mpaka upate kibali cha kunitukana? Akasema Yese. Sikutukani ila nakwambia tu, kama utampata mwanamke mwingine mwenye akili fupi kama mimi, hakikisha unamheshimu sana. Kwa maana bila yeye utakufa njaa. Akasema Angelina na Yese hakuwa na namna zaidi ya kuondoka. Ila baada ya kuondoka kakaa chini na kuanza kulia. Jackson akabaki kutoa macho tu. Kwa maana kwa ujasiri ule wote ambao alimuonesha Yese, hakuwa anapaswa kutoa chozi kwenye macho yake hata kidogo. Mama, unalia nini? Ikabidi Jackson aulize. Unadhani inaweza kupata mwanaume na umri huu? Au ndio sina bahati ya mahusiano? Akawa analalamika Angelina huku akiwa anajizuia kulia. Mbona kama huoni mbele yako? Akasema Jackson. Sijakuelewa. Na maanisha kwamba hunioni mimi? Au nadhani ile busu ambalo nilikupa lilikuwa na bahati mbaya, si ndio? Nina hisia na wewe Angelina. Na namaanisha kwamba nakupenda sana. Alisema Jackson. Angelina akaangalia chini kwa dakika kadhaa kisha akatabasamu na kusema, nidhani ni bahati mbaya sana. Na sina imani kama nipo tayari kuingia kwenye mahusiano mengine mara baada ya maumivu au la. Mwacha uongo wewe. Una hisia na mimi, ila sijui ndio hujui kama unanipenda au una uhakika kama unanipenda. Akasema Jackson. Wapi? Mimi sina hisia na wewe. Kwanza ile ilikuwa ni bahati mbaya. Akawa anasema Angelina ila hata kabla hajamaliza kuongelea alichokuwa anataka kukisema, akashangaa na tulizwa na kisi moja matata. Na ni kama na yeye alishaanza kuona hisia na Jackson. Hivyo akajikuta maneno yake hayaendani na vitendo vyake, kwani akawa anampa ushirikiano. Basi walikisi kwa tani yao. Kisha Jackson akamwachia na kusema, Angelina, nimependa tena. Nimependa mara baada ya kupitia maumivu makali ya kusalitiwa. Naomba usije ukaniumiza tena. Akasema Jackson. Na Angelina akatabasamu kisha akasema, na wewe naomba usije ukawaza kuniibia, kunidanganya wala kunisaliti. Na ikiwa unataka kuiba basi, naomba uibe wakati wangu wa huzuni. Na wewe unanipa furaha kila ninapokuwa na wewe. Na kama kusema uongo inabidi basi, fanya hivyo kila utakapokuwa kitandani na mimi. Na ukiwa unataka kunisaliti, naomba ukisaliti kifo ili siku zote uwe na mimi. Akasema Angelina. Yalikuwa maneno matamu sana mpaka Jackson akajikuta na tabasamu. Kisha akamkumbatia na kusema, ombi lako kwangu ni amri, mrembo wangu. Tuhakikishe hatulizani zaidi ya kulizana kitandani. Guys. Angelina akacheka kisha akaenda kumkumbatia Jackson mara baada ya kumbato la muda mfupi. Wakaanza kutaniana sasa na kuanzia hapo wakaanza mahusiano rasmi. Walikuwa wanapendana na kufuatana sana. Yaani laiti ungewaona ungeweza kuhisi labda ni ndege fulani ambao waliumbwa kwa pamoja au njiwa wanaoruka pamoja kila wakati. Kwa maana alipo Angelina na Jackson yupo, ni lazima angekuepo. Na alipo Jackson Angelina ni lazima angekuepo. Penzi likataradadi, yani furaha Jackson na Angelina ikarudi upya. Yale maumivu ambayo wote walikuwa nayo taratibu wakaanza kuyasahau, ingawa Yese alikuwa anawasumbua sana. Maana alishazoea kulelewa, ila walikataa kumpa mtu nafasi kwenye maisha yao zaidi ya siku moja. Jackson alitoka ofisini kumwambia Angelina kuwa kuna mtu anakwenda kukutana naye mara moja.
Ila kuanzia wakati ambao Jackson alitoka, Angelina hakuwa na amani kabisa. Nafsi yake ikawa inamtuma kuwa amfuatilie. Kweli akaanza kufuatilia nyuma. Akashangaa na kukutana na mwanamke, kisha yule mwanamke ambaye alikutana naye akamfuata Jackson na kwenda kumkisi. Kisi fulani matata. Angelina alihisi kuishiwa nguvu na kujikuta kakaa chini, kisha akaita Jackson. Angelina ni kama hakuamini macho yake. Kama yule mwanaume ambaye alimuona kama mwanga mpya wa maisha yake. Mwanaume ambaye aliamini kuwa na uwezo wa kumsahaulisha kile kitu ana kisi na mwanamke mwingine. Alijisikia vibaya sana. Na Jackson alimuona akamfuata. Angelina hata hakutaka kuongea naye. Akanyanyuka na kuanza kuondoka zake. Kwa maana aliamini kuwa Jackson hana cha kumwambia zaidi ya kumdanganya tu. Na wakati ameona ana kisi. Helena, umefanya nini lakini? Yule ni mwanamke wangu. Kwa nini umekuja kunikisi? Ni kwamba ulikuwa umepanga kuja kuniharibia mahusiano yangu, sio? Umekuja kuhakikisha nateseka sana kwa mara nyingine, si ndio? Akawa analalamika Jackson. Najua nimekukosea sana. Ila ukweli ni kwamba moyo wangu unakuhitaji sana. Naomba nisamehe sana. Jackson, na kama utojali naomba unipe nafasi niweze kukueleza nilipatwa na kitu gani mpaka nikachukua yale maamuzi ambayo niliyachukua siku ile. Akawa anasema Helena, achana na mimi bwana. Akasema Jackson huko akiwa anaondoka zake. Mara akasikia Helena na akisema, yule mwanaume alinibaka na pale nilikuwa na ujauzito. Sasa lile jibu ni kama lilimshtua sana Jackson na akajikuta amegeuka nyuma na kusema nini? Yule mwanaume alinibaka, alikuja siku moja nyumbani kwangu kwa maana alikuwa ni rafiki wa dada yangu. Hakumkuta dada yangu nyumbani. Akataka kumsubiri, nikamwacha na kwenda chumbani kwangu kupumzika kwa maana nilikuwa nimechoka sana na huo muda ndio muda ambao nilikuwa nimetoka kazini. Mara nikashangaa ule mlango wa chumbani kwangu unafunguliwa. Na wakati huo nilikuwa nimepunguza nguo kwa maana nilikuwa nataka nipumzike. Aliniangalia kwa jicho la matamanio kisha akaingia chumbani na kuniingilia kwa nguvu. Na baada hapo nikaja kugundua na ujauzito. Sikutaka kukubambikizia mimba Jackson, na ndio maana nikaona niolewe tu. Akasema Helena na Jackson akacheka ile cheko fulani la dharau. Kisha akasema, sijui mimi ni mjinga kiasi gani mpaka niamini maneno yako. Na kingine najua nilikuwa kwenye mahusiano na Bubu. Kwa maana kwa kipindi chote hicho hakuwahi hata mara moja kuniambia kwa umebakwa. Na nakujua wewe umekuja kwangu kwa maana kuna shida unayo na unahisi kwa mimi pekee ndio unaweza nikatatua shida yako. Hebu nitolee njara zako hapa. Na huenda ni kweli ulibakwa, lakini ukasubiri mpaka nigaramikie ndoa ndio unikimbie. Kwa maana ulikusudia kuniumiza. Na naomba nikwambie tu kuwa kuna mwanamke nampenda sana. Sasa na naomba usije kunisogelea tena hata kwa bahati mbaya. Na kwa maana sitokuwa kama nilivyokuwa. Sasa akasema Jackson, kisha akawa anaondoka zake. Lakini Jackson, mimi nakupenda sana. Naye mwenyewe unalijua hilo. Helena akawa anajitetea. Unayempenda anampenda mwingine. Mimi nampenda Angelina. Wanaenda ukapendwa na mama yako. Kwa maana mimi sina hisia na wewe. Alisema Jackson kisha akaondoka zake. Jackson akaenda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya Angelina. Akamkuta amejiinamia. Alikuwa analia. Maana ni dhahiri kwa moyo wake ulikuwa unamuuma sana. Maana alikuwa ameshampenda Jackson, halafu kiolela tu amuone mwanaume anayempenda sana anakisi na mwanamke mwingine. Inaumiza mno. Naomba uondoke kwa maana sina cha kuongea na wewe. Akawa anasema Angelina huku akiwa kama anajizuia kulia. Naomba unisikilize mama. Akaanza kujitetea Jackson. Kwa muda wa kusikiliza ndio sina kwa bahati mbaya. Kama unataka kusikilizwa nenda ukamwambie mwanamke wako akusikilize na sio mimi. Alisema Angelina na hapa ni kama alishindwa kuyazuia machozi yake. Kwa maana kwikwi na kilo chake cha chini chini kilisikika. Usilie mama. Naomba nisikilize walau dakika chache. Akawa anaendelea kujitetea Jackson. Angelina akasimama kisha akasema, ni kweli sitakuwa kulia wala kuumia mara baada ya kumshuhudia mwanaume ambaye aliniahidi kuwa ananipenda sana akikisi na mwanamke mwingine. Namba zaidi alidanganya anapokwenda. Kumbe anakwenda kwa mwanamke wake. Alisema Angelina kwa hisia sana. Yule ni Helena na sio mwanamke wangu mama. Yule ni ex wangu ambaye alinikimbia kwenye siku yangu ya harusi. Jackson alianza kumuelezea. Kwa hiyo ndo amekuja kwamba msamaha sio. Mkaona mkisi kidogo ili kukumbushia namna ambavyo mlikuwa mnapendana. Si ndio hivyo? Helena alianza kujilalamisha. Jamani. Sijui hapa itakuwaje. Guys, hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii. Ya yuko wapi mke wangu mtarajiwa.
ama where is my future wife. Mimi niseme tukutane katika sehemu ya pili tujue nini kilijiri. Je, penzi la Jackson na Angelina litafika wapi? Na huyu ex amesharudi, atafanya nini? Niseme asante kwa kuwa nami. Mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Love you.